Tuko na Funny Love, Funny mapenzi bro. Kwema? Kwema kabisa. Kwaje? Fresh. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Kwamba mapenzi ndio mahala pake au? Hamna, kawaida tunajua pia watu wa mapenzi. Duniani upendo pia ni moja ya mapenzi. Kwa hiyo mimi ni mtu wa upendo. Ndio maana pia nipo hapa leo kwa sababu ya upendo pia. Ngoma yako ile liza sana, yashaniumiza mpaka nkauchokea ujana. Tupa stress, weka pause, selfie. Twende hapo. Noma sana. Niliona kuna clip ilitembea ambayo iliwaonesha wasanii wawili wakubwa akiwemo B-Star, bila shaka unafahamu B-Star, lakini pia Siwa ambaye ni dada yake Dula Makabila. Walifanya challenge yao wimbo na walikuwa wana hisia fulani hivi. Watu waliwatafuta. Hapana, sikuwatafuta. Ile siku nilikuwa na show pale. Lakini baada ya kupata show sasa sound check lazima mapema uwahi, unajua, kwa ajili sababu show liko usiku. Kwa mimi sound check ilikuwa nifanye mida ya mchana. Baada ya kufika pale watu wa Kombelela pia walikuwa wamekuja kwa ajili ya kufanya kikao pale. Okay. Na kikao chao. So baada ya kuwa naimba nyimbo moja kwa na nyimbo zangu ambazo nimefanya vizuri na watu wanazipenda, wakawa wanasogea katika sound check wakawa naimba. Baada ya kuwa naimba tukajaribu pia nyimbo yetu mpya ambayo ndio hiyo Stress ilikuwa bado haijatoka. Kwa tunajaribu pale kwa lengo la kupima sound kwa mixing ipo sawa, ikitoka kwenye sound kubwa inakuaje. Baada ya kuipiga watu wanataka irudiwe, unajua si irudie. So tukapata wazo, meneja yangu akatoa, kwa nini tusipate kitu hapa? Unajua watu wakubwa, unajua na watu wao. Kwa tukajaribu kutengeneza kile kitu, tukaona kimekaa poa, na baada ya kukitoa watu wakipokea. Kwa hiyo yes. Niona kama ni clip ambayo ilitembea sana baada ya hivyo, na watu nadhani wimbo walifuatilia zaidi baada ya kuona kina Siwa kina Mwadao wamecheza ile clip. Mapokeo yalikuwa ni bwana, mapokeo yalikuwa makubwa sana, kwa sababu baada hapo asubuhi na niliposti asubuhi naamka nakuta hata Siwa mwenyewe akatafuta namba yangu. Akatafuta namba yangu akabidi akaipata. I mean B-Star. Bwana wewe umeposti zile, akamwambia bwana watu wananidia sana wananitumia zile kwa sababu ulifanya makubwa, unajua. Kwa baada hapo ngoma ikawa hit song. Kwa hiyo itokea hiyo. Mapokeo kwa makubwa sana. Okay. Sawa. Bali na hiyo pia tuna kazi gani nyingine? Naam? Bali na hiyo Stress tuna kazi gani nyingine? Bwana nyimbo yetu mpya ambayo soon inatoka, lakini licha hivyo pia kuna magoma kibao. Samahani kama nitakuwa nakosea, naomba niseme. Magoma hapo mengi sana mafanya vizuri, pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kila ngoma naotoa watu wanaipokea ni kitu kikubwa sana. Kwa nashukuru sana Mungu. Fani unaimba mapenzi na mapenzi ndio yametawala sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Ushindani kwako umejiandaje kupokea? Mimi kwenye swala la mapenzi watu wengi hawajui, lakini mimi pia ni mbaya sana kwenye nyimbo za kuumizwa. Unajua watu ambao wanifuatilia hawajawahi kusikia nyimbo yangu hata moja ya kuachwa, lakini najaribu ku maintain status ya kwenda kwa style hiyo kwa sababu watu ndio walinipokea kwa nyimbo ya kupendwa, lakini ukombea utakuja kupinduka. Ila mimi ni mbaya sana kwenye nyimbo za maumivu, yani mbaya sana kwenye nyimbo za maumivu sana, na hisi hata kwenye kupendwa sema watu hawajawahi kunisikia kwenye nyimbo hiyo. Mambo shaumizwa sana. Lazima uumizwe watu wa mapenzi ya utoto wale, unajua lazima uumizwe. Unajua asilimia kubwa wanawake wanaye kujitambua kuliko wanaume. Kwa unajikuta same time unapitia maumivu kwa sababu mwanamke thamani yake anaipata kwenye miaka 20, 21, wewe miaka 20, 21 mwanaume unaanza kujitafuta. Mwanamke ukashajitambua anatafutwa sana, kwa lazima uumizwe sana katika hiyo. Kwa mara kwanza kuumizwa na mapenzi special ilikuwa bwana hiyo siku hiyo sija nikalia hapa kwenye interview hiyo. Nikaze tu. Ilikuwa noma sana. Bwana kwenye mahusiano yangu nilipata mahusiano mmoja hivi toka sekondari hiyo. Unajua tukaidiana sana kwamba bwana tukikua tutakuja kuoana. Unajua ile utoto sekondari form 1, form 2, form 4. Mimi form 4 bwana nikafeli zangu, mchumba akaendelea paka chuo. Kufika chuo akapata mtu mwingine akamwambia sikutaki, una formula nini, kwa hiyo tunajitafuta na lala studio nini kwa sababu ya kukamilisha ndoto yangu. Kwa hiyo nikawa sina hadhi kwa kipindi kile pale. Lakini ndo nikapigwa tukio. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi. Ndio maana kwa mimi mkali sana kwenye nyimbo za kuacha. Yaani noma. Bwana story yako imekaa kama darasa la 7 ya Mbosso. Story yako ulivyoelezea. Ndio maana ile nyimbo hata ya Mbosso ilipendwa sana kwa sababu asilimia kubwa watu wengi mapenzi wanaanza nao shule. Yaani neno ndio toka hapo sijawahi kuumiza tena kwenye mahusiano mpaka leo kwa sababu moyo wangu umekuwa ngumu sana kumpenda mtu. Wewe ndio unaumiza. Hamna. Ushawahi kufumaniwa? Hapana, sijawahi. Kufumania? Nishawahi. Hilo kwenye tukio hilo mimi niliambiwa sitakiwi nikaking'ang'anizi. Unajua nikaking'ang'anizi. Baada ya king'ang'anizi yaani hivyo tulishuhudia kabisa, ushe kuona live ile kama movie kabisa, kama movie inavyoendelea, lakini
same time ni ukuaji pia. Unajua si watoto wa kimaskini ndio familia za kimaskini sana. Kwa mara nyingi pesa huwa inatawala, pesa ina nguvu kwa sababu asilimia kubwa wanawake ni mama zetu. Wanawake asilimia wote duniani hakuna mwanamke anayependa shida. Kwa hiyo mwanaume kama ungaunga mwana anakupiga teke sana kwa collab na wasanii wengine wakubwa. Na nyimbo zipo ndani collab za wasanii wakubwa ile basi kutoka, sababu unajua kutoka collab maana yake it means kwamba makubaliano baina ya watu wawili ndio fanya watatu kati ya msanii na msanii mwenzake. Kwa nadhani hapa soon unaweza tukaachia tu nyimbo na wasanii tu wakubwa hapo ni nao nichukue. Hauogopi? Kivipi? Watakufunika? Hamna, kwa sababu katika collaboration cha kwanza ni makubaliano. Alafu pia mimi naamini ni msanii mkali sana na talent kubwa sana. Naamini hata kama katika collab mtu akikufunika ukimfunika imanishi kwamba wewe umefanya kitu kibaya. Katika maisha ipo hivyo, mwezi kuwa sawa. Lazima kuna mmoja anaweza kufanya kitu bora zaidi yako, lakini hata kama kafanya kitu bora zaidi yako imanishi umefanya kitu kibaya. Kwa hiyo ipo hivyo. Shukrani sana. Asante sana.